Serikali ya Uingereza imetangaza rasmi kupiga marufuku mitandao ya kijamii kwa watoto chini ya miaka 16. Kutokea London, Uingereza, katika hatua kubwa ya kihistoria kuwahi kushuhudiwa barani Ulaya, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ametangaza rasmi mpango wa serikali yake wa kupiga marufuku kabisa matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto wote wenye umri chini ya miaka 16. Hatua hii inalenga kuwalinda watoto dhidi ya uraibu wa kidijitali, unyanyasaji wa mitandao na maudhui hatarishi, huku serikali ikisisitiza kuwa inataka kuwarudishia watoto utoto wao. Uingereza inafuata mfumo wa sheria uliowekwa na nchi ya Australia, lakini wao wameamua kwenda mbali zaidi, ambapo Austria Plus ni kwamba sheria hii italazimu kampuni kubwa za teknolojia kuzuia utoaji wa huduma zao kwa watoto wenye umri huo, na kampuni zitakazokiukwa zitakaobiliwa na faini kubwa za mamilioni ya dola. Miongoni mwa mambo makuu yaliyomo kwenye marufuku hayo ni pamoja na mitandao iliyopigwa marufuku mpaka hivi sasa ni TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, X ambayo zamani ikafahamika kama Twitter, pamoja na YouTube. Lakini vitu ambavyo vilivyosamehewa ni huduma za ujumbe za WhatsApp na Signal. Mifumo ya kibiashara yani e-commerce na programu za kielimu hazitahusika kwenye marufuku hii. Lakini udhibiti wa michezo ya video yani gaming kwenye magemu ya mitandao, uwezo wa watoto chini ya miaka 16 kuwasiliana au kuchati na watu wasiojuana utafungwa kabisa. Lakini akili mnemba AI chatbots ni kwamba programu za AI zinazoiga mahusiano ya kimapenzi au kirafiki zitapigwa marufuku kwa yeyote aliye chini ya umri wa miaka 18. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari, Waziri Mkuu Keir Starmer alieleza kuwa amefika wakati wa kuchora mstari kwenye mchanga dhidi ya makampuni makubwa ya teknolojia ambayo yameshindwa kulinda usalama wa watoto. Anasema, kama baba, najua kila mzazi anataka mtoto wake akae akiwa salama na mwenye furaha. Huu ni uamuzi wa kuchagua tuko upande gani, upande wa familia zetu au upande wa mfumo wa sasa usiofanya kazi. Mitandao hii inawamwagia watoto maudhui hatarishi na yaliyoshindwa ama yaliyoundwa kuwateka kiakili, yani addictive. Tunataka kuwapa watoto wetu usalama, furaha na muda mwingi zaidi wa kuishi maisha halisi na kucheza michezo yao ya utotoni. Hiyo ilikuwa ni kauli iliyotolewa na Waziri Mkuu Keir Starmer wakati anawasilisha taarifa hiyo. Serikali imebainisha kuwa uamuzi huo umekuja baada ya kufanyika utafiti mkubwa wa kupokea maoni kutoka kwa wazazi na wataalamu zaidi ya 116,000 ambapo 9 kati ya wazazi 10 nchini humo waliunga mkono marufuku hayo. Serikali ya Uingereza inapanga kubadilisha na kupitisha kanuni hizi bungeni kabla sikukuu ya Christmas ya mwaka huu, na inatarajiwa kuanza kutumika rasmi mwanzoni mwa mwaka ujao, yani Spring 2025-2026. Aidha, serikali inafikiria kuweka vizuizi vya ziada kama muda wa kulala kwa kijana wa miaka 16 na 17 ili kuzuia matumizi ya simu usiku wa manane. Licha ya kuungwa mkono na wazazi wengi, hatua hii imezua mijadala mizito mitandaoni ni miongoni mwa wanaharakati wa haki za kibinadamu za kidijitali na baadhi ya vijana ambao wakosoaji wanadai kuwa marufuku hiyo itakuwa ngumu kusimamiwa kwa 100%, kwani vijana wanaweza kutumia mifumo ya kuficha anwani zao za mitandao yani VPN ili kuingia kwenye programu hizo, huku wengine wakihofia kuwa hatua hiyo italazimu kampuni kuanza kudai vitambulisho vya serikali yani IDs kwa kila mtumiaji ili kudhibitisha umri, jambo linaloweza kuingilia faragha za raia. Every parent wants the best for their kids. And that's what being a parent means. And for me, for my 2 kids, all I've ever wanted, hand on heart, is for them to be safe and for them to be happy. And the rest is up to them. But you know, I think back to when I was growing up, and I have to say, I think we had it easier. These days, kids have to find their feet in a world that changes so quickly, where technology intrudes into every area of their lives. And we know that harms them. The response from parents in the consultation has been absolutely clear. Thousands of parents say their children are addicted to social media. It can leave them trapped in a cycle of endless scrolling that displaces play, sleep, and time with the family. It can harm their mental health. And frankly, parents need our support on this. That is why today, the government has decided
to ban social media access for children under 16. It's a big step for our country. Now, it's not an easy thing to do, I'll be honest about that. We haven't rushed into it, we've looked carefully at the evidence, and we'll have to adapt our approach as technology changes, learn from other countries which are taking similar steps. And it's fair to say that this decision has been resisted, and it will face resistance from some of the most powerful companies in the world. But we will take them on, and we will win. Because the need for action could not be any clearer. Social media is making our children unhappy and unsafe. And as a parent, as much as a Prime Minister, I just can't let that go on anymore. Because our children deserve better. They deserve a happy, safe childhood in a stronger, fairer Britain.